Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Kwa tunaona Musa wakati anatubu kwa ajili ya wana wa Israeli akafunga siku 80. Wakati anaenda kupokea amri 10 alifunga siku 80. Ukijumlisha mtu alifunga siku 160. Amen. Alafu unategemea roho yake ifanane na wewe, haiwezekani. Amina. Kwa sababu ana mizizi. Ndio. Watu wengi ukiwaambia funga hataki kufunga. Amen. Lazima utafute mizizi ya kiroho. Kama waganga wanatafuta mizizi ya mitishamba kwa ajili ya kutibu watu. Ndio. Na anakwambia mzizi ni mzuri, unatibu ugonjwa fulani, unatibu hali fulani, Ndio. unatibu maradhi fulani. Amen. Na sisi katika maisha ya wokovu lazima tuwe na mizizi ya kiroho. Amina. Ili kila tatizo linapokuja kwako haliwezi likakushinda kwa sababu tayari una mizizi. Amina. Biblia inasema mbegu zingine zilianguka juu ya mwamba. Ndio. Halo? Amen. Walipokea neno kwa furaha. Ndio. Wakashangilia kwa furaha. Ni sawa na mtu anapookoka siku ya kwanza. Anaokoka kwa furaha, anashangilia kwa furaha. Hata yamkini hata sisi wengine tunawapigia makofi waliookoka. Ndio. Na tunawaambia hongereni. Amen. Ni sahihi kabisa, sio kosa. Amen. Lakini Ndio. baada ya hapo wataendelea kuwa na mizizi. Amen. Watadumu. Amen. Amen. Unajua wokovu ungekuwa wa mwezi mmoja, Ndio. hakuna ambaye angeshindwa. Amen. Angejitahidi huo mwezi, yani angevumilia ili mwezi uishe tu, ili naye afaulu. Amen. Na ndio maana Ndio. kama kuna kitu ambacho mwanadamu amefichwa Ndio. ni kifo. Amen. Kwa nini mwanadamu amefichwa kifo? Ndio. Mtu angekuwa anajua kwamba labda Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Hata kama ni mwaka wa nyuma, lakini hata mfano. Ndio. Angekuwa anajua labda 2015 ndo angekufa. Ndio. Basi angeishi maisha anayotaka. Lakini ikifika 2014 mwishoni anajua anaingia 2015, anahamia kabisa madhabahu. Amen. Anahamia kabisa kanisani. Amen. Ili Yesu akimkuta huko huko. Ndio. Halo? Amen. Hivi umeelewa? Ndio. Ndio maana Yesu alificha kifo cha mwanadamu. Amen. Kwa nini alificha kifo cha mwanadamu? Ndio. Ili mwanadamu aendelee kujisahau. Amen. Sema tena amen. Amen. Lazima uwe na mizizi. Ndio. Ninajivunia uzima wa Yesu. Amen. Yesu ni uzima. Amen. Kama unaamini Yesu ni uzima, sema amen. Amen. Unaamini Yesu ni uzima? Amina. Mimi niliwahi kwenda siku moja Dar es Salaam, nyumba moja. Ndio. Watu wote waliumwa malaria. Amen. Na nilipokuwa nalala hakuna neti. Ndio. Na mbu waling'ata kweli kweli kwa sababu umeamka asubuhi kila mahali. Ndio. Damu wameng'ata kweli kweli. Lakini watu wote waliumwa malaria kasoro mimi. Amen. Na mbu wameng'ata. Ndio. Waliong'ata kwenye malaria na mimi nikang'atwa, lakini hakuna malaria. Umeelewa sawa sawa? Yaani kama ni vijidudu vya malaria basi vinatakiwa viwe vingi si maelfu. Ndio. Na utaambukizwa. Umeelewa sasa? Amina. Lazima uwe na mizizi ya kiroho. Ukisikia maombi ya mkesha uwe na bidii. Ukisikia kufunga uwe na bidii. Amen. Ukisikia ibada uwe na bidii. Amen. Yesu anasema uwe na mizizi. Amina. Tafuta mizizi ya kiroho. Amen. Tafuta mizizi ya kiroho. Amen. Na kutafuta mizizi ya kiroho ni rahisi sana. Ni rahisi sana, ni kufunga na kuomba. Amen. Ni kuja madhabahuni. Amen. Ni kumtafuta Yesu. Amen. Ni kumtolea Yesu sadaka. Amen. Unaweka mizizi. Au unajua kutoa sadaka ni kuweka mizizi. Amina. Halo? Amina. Halo? Amen. Na usiige. Halo? Amen. Wala usiwe na kampani. Unajua watu wengi wanapenda kampani. Ndio. Anataka kuja maombi lakini anataka mtu wa kumtia moyo ili aje.
Halo? Amen. Anataka kuja mkesha lakini anahitaji mtu wa kumsindikiza. Ndio. Sasa siku hiyo anakusindikiza akikuvunja moyo. Halo? Amen. Halo? Amen. Mbona ni wengi tu? Kuna watu hapa walishuhudiwa na watu wakaletwa hapa, wamebaki huyo aliyemshuhudia kumleta hapa hayupo na ameacha na wokovu. Amen. Wasio mmoja wala wawili. Ndio. Kosa nyingine lazima usimame wewe kama wewe. Amen. Ujitambue sawa sawa. Amina. Nafasi yako ni ipi? Amen. Katika maisha yako ya kiroho. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Ukisoma kitabu cha Yeremia 50 mstari wa 33 inasema hivi, wale wanaowashikilia wamewashikilia, yaani wakamata sana, hawataki kuachia. Ndio. Mchawi aliyokuchezea hakuachiki rahisi. Mizimu ya kiukoo haiwezi ikakuachia kirahisi. Amen. Paka ujikane kweli kweli. Amen. Watoto walio nje wengine ndani. Paka ujikane kweli kweli. Ukijikana ndipo ile mizizi ya kiroho itakaa ndani yako. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Nataka nikuombee mkesha wa leo. Amen. Uwe na mizizi ya kiroho. Amina. Uwe na mizizi ya kiroho. Amen. Sema mizizi ya kiroho. Mizizi ya kiroho. Sema mizizi ya kiroho. Mizizi ya kiroho. Halo? Amen. Mbona waganga wakosegi masharti? Hakosei masharti. Akiambiwa amka saa 7 usiku anaamka. Nenda barabarani anaenda. Mkristo akimwambia amka usiku baridi. Vichomi. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Mtu anaenda kwa mganga anaambiwa nenda makaburini usiku. Haogopi anaenda. Ndio. Halo? Amen. Wewe ukiambiwa nenda mkesha usiku, kuna majambazi, kuna wezi, kuna vibaka. Yeye anaenda makaburini, haogopi. Ndio. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Ndio maana tumekesha miaka na miaka zaidi ya 10 hapa sana wao. Ndio. Na hakuna aliyedhurika kwa jina la Yesu. Amen. Ukiwa unamtafuta Yesu, lazima Yesu akulinde. Lazima Yesu akutetee. Amen. Hakuna baya kwako. Nina. Lazima ujitambue. Amen. Lazima ujielewe. Amen. Mtu aliyefunga siku 40 mchana na usiku, Amen. kwa nini asiwe na mizizi? Nasema kwa nini asiwe na mizizi? Kafunga siku 40 mchana na usiku. Amen. Siku 40 ingekuwa ya kufunga kwetu ile ya asubuhi mpaka jioni, maana yake amefunga siku 80. Amen. Masaa 12 mchana, masaa 12 usiku. Amen. Maana watu wanaitaga maombi ya siku moja eti asubuhi mpaka jioni ndio maombi ya nini? Siku moja. Hayo sio maombi ya siku moja, hayo ni maombi ya nusu siku. Ndio. Nusu siku. Ili ufanye maombi ya siku moja, maana yake funga mchana, Ndio. funga usiku, ni siku moja. Ukifunga tena mchana, ukafunga usiku, siku ya pili. Kwa hiyo Musa alifanya maombi ya kufunga siku 80 na alifanya maombi hayo, alirudia mara 2. Amen. Lazima ujitambue. Amen. Lazima ujielewe. Amen. Sema uthamani wa kukesha ni kuweka mizizi ya kiroho. Kuweka mizizi ya kiroho. Hebu mkono wako mmoja wa kulia. Hakuna pepo, hakuna pepo wala jini, wala mchawi, wala mizimu, utakao niweza. Kwa sababu Yesu nimeweka mizizi madhabahuni pako. Na usiku wa leo
usiku wa leo, katika mkesha wa leo, ninapokea ushindi. Ninapokea ushindi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichowekwa katika ulimwengu wa roho, hicho kifungo kinaondolewa kwa kuweka mizizi kwa Yesu madhabahuni pake. Asante Bwana Yesu. Ninapokea sasa. Ninapokea sasa. Ninapokea sasa. Ninapokea sasa. Hebu anza kuomba. Ukiwa umekaa hivyo, anza kuomba, mwambie Yesu akupe mizizi ya maombi, mzizi wa kukesha. Yesu akutendee mema, Yesu akufanikishe, Yesu akupe hamu na bidii katika maombi na katika ibada, na Yesu akutendee. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo, hata unanitazama na kutamkia wakati huu kuanzia sasa, Yesu aachilie mizizi ndani yako, mizizi ya maombi, mizizi ya kitumishi, mizizi ya kumtumikia Yesu, iwe kwa njia ya uimbaji, iwe kwa njia ya kumtolea Yesu, iwe kwa njia ya kuomba. Yesu akutendee, aachilie mizizi ndani yako, mizizi ya kumtumikia Yesu iwe ndani yako kabisa, kuvunja kila mizizi yote ya kimizimu, yote ya kichawi, yote ya washirikina, magonjwa ya kila namna, kwa jina la Yesu Kristo. Iwe katika kizazi chake kila mizizi ya kimizimu, ya wachawi, ya washirikina, ninatamka sasa hiyo mizizi yote katika yote iondoke, imwachie sasa, imwachie, achia ufahamu wako. Natamka usiku wa leo, ninyi mizimu, mizimu ya ukoo, mizimu ya ukoo, ninyi kuanzia sasa mizizi hiyo ninaikata, iondoke sasa, ikatike sasa, iondoke sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaamuru mizizi iondoke sasa, ikuachie, 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 ikuachie kwenye kifua, kwenye kifua, kwenye kifua, kwenye shingo, kwenye koo. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo, ewe mizizi, toka kwa jina la Yesu. Mwaka sasa, mwachie, mwachie mizizi ya magonjwa, magonjwa ya kurithi kwenye macho. Ninaamuru sasa, ondoka, mwachie, ondoka kwenye miguu, ondoka kwenye tumbo la uzazi, ondoka kwenye kiuno chake, ondoka kwenye kifua chake. Ninatamka sasa usiku wa leo, 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 ninakuteketeza, ninakuteketeza. Achia nyayo zake, achia nyayo zake, achia nyayo zake, achia nyayo zake. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, moka kwanza sasa, kila mizizi iliyowekwa kwenye maisha yake, ninaamuru iondoke. Mizizi ambayo inafuata kupitia roho za ukoo kuleta magonjwa, hiyo mizizi inatoweka kwako, na Yesu anaweka mizizi yake. Mizizi ya Yesu ni ya uzima, mizizi ya Yesu ni ya kibali, mizizi ya Yesu ni ya amani. Ninakutamkia sasa, pokea kuanzia sasa, Yesu anakutendea na inakuwa kwako. Pokea kwa jina la Yesu, pokea mizizi.